Ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na ligi kuu ya Zanzibar zimesimama kwa sasa kupisha michuano ya kombe la Muungano. Timu 4 kutoka visiwani na timu 4 kutoka bara zilikuwa zinashiriki mashindano hayo. Kwa sasa mashindano hayo yamefikia kwenye hatua ya nusu fainali na timu 3 kutoka bara zikiwa zimefuzu hatua ya nusu fainali, huku moja ikitokea visiwani Zanzibar. Frank Jeli, yeye ni mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya kimichezo, anaeleza utofauti uliopo kati ya ligi hizi mbili, ligi ya bara pamoja na visiwani. Mechi zilizopigwa hivi jana na juzi, umeona namna ambavyo timu 4 zilizotoka kwa maana ya Tanzania bara, kwa maana ya Young Africans, Simba Sports Club, Azam pamoja na Singida. Timu 3 kati ya timu 4, timu moja ambayo ni Singida Black Star imetolewa na Mlandege hapo jana. Kwa hiyo kwenye timu 4 za visiwani Zanzibar imeenda timu hii moja. Hapo ndipo unaona utofauti ulipo. Tanzania bara ligi yake iko imara kwelikweli, na ndio maana wana uwezo wa kumtaka mchezaji ambaye anashiriki ligi kuu ya visiwani Zanzibar wakamchukua haraka kwelikweli. Kwanza utofauti uliopo, mashindano yenyewe, thamani ambayo ipo kwenye ligi ya Tanzania bara. Kwanza mshindi kitita ambacho anachokikunja akiwa mshindi wa michuano ya ligi kuu Tanzania bara ni tofauti kwelikweli na mshindi ambaye anayepatikana kwenye michuano ya ligi kuu visiwani Zanzibar, kwa maana ya ile pesa. Pesa anayopata mshindi wa Tanzania bara ni nyingi kwelikweli kuliko bingwa anayepatikana kwenye michuano ama ligi kuu ya visiwani Zanzibar. Kwa hiyo tofauti unaona namna gani ulivyo. Kwanza timu zetu hizi 4 ambazo zinaweza kushiriki michuano ya Muungano zina wachezaji wengi ambao wanatoka kwenye mataifa mbalimbali, kwa maana nje ya Tanzania, tofauti na timu ambazo zinashiriki ligi kuu ya visiwani Zanzibar. Na kuelekea mchezo wa nusu fainali kati ya Yanga na Azam, Jeli amesema kuwa mchezo huo utakuwa mzuri, lakini nafasi ya kufuzu hatua ya fainali anaiona kwa Azam FC zaidi. Nafsi mimi sioni kwenda kutokea kwa dabi kwenye michuano ya kwa maana ya michuano ya Muungano. Yes, kutokana na namna ambavyo navyoona inawezekana fainali tukaanza kuiona Azam pamoja na Simba Sports Club, kwa sababu kwa nini nimewaweka Simba direct? Simba wanaenda kukutana na Mlandege. Ukivipima vikosi viwili hivi, kwa maana ya Simba Sports Club na Mlandege, hata kama Simba Sports Club wataamua kuweka wachezaji wake ambao mara nyingi hawapati nafasi kwenye ligi kuu ama kwenye michuano mbalimbali, lakini wachezaji walikopo Mlandege, hata kama ni first 11 ni ngumu sana kwenda kuwatoa Simba Sports Club, japokuwa mchezo wa mpira mara nyingi pia una matokeo matatu, na hii inaenda kuchagiza na Simba Sports Club kukaa muda mrefu bila kupata taji lolote. Inawezekana mwalimu Steven Becker akawa analitolea macho kwa 100% kikombe hichi waweze kukichukua kwa ajili ya kwenda kuwafuta machozi mashabiki na wapenzi wa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye kwenda kuishuhudia dabi before ya tarehe 5, mimi binafsi kama Frank Jeli sioni, kutokana na hii nusu fainali ya kwanza kwa maana ya Young Africans na Azam, kama nilivyozungumza mwanzo, kutokana na baadhi ya wachezaji ambao huenda wasitumike kutokana na kuisubiria hiyo mechi ya ligi kuu. Hii ni Open Online Media. Mimi ni nahodha mstaarabu Steven Zakaria.